Kwa hiyo akija mtu ambaye anamtaka kwenye namba ile halisi, namba 8 mwenyewe, tutafurahi kwa kweli. Na Simba tunaenda kwenye mechi za kimataifa, tunataka hivyo vitu vizuri tuende navyo kwenye mechi za kimataifa. Kwa hiyo naamini kwamba bwana Ibrahim Jabbar atakuja kutusaidia. Mimi nimemuona kwa kweli kwa mechi mbili. Yeye atakachodai ni kuboreshiwa kikosi, kwamba huyo mtu anayemhitaji, na mimi maoni yangu ni kwamba apewe anachokihitaji, wasimnyime, ili tubaki sasa baadaye tuseme kwamba bwana kila kitu ulichoomba tulikupa. Hapo ndo tuweze kumlaumu, lakini kwa sasa hivi kwa kidogo alichopewa amekifanyia kazi. Kwa hiyo hakuna sehemu ambayo tunaweza tukampa lawama kwamba kocha wewe si uliomba hiki tulikufanyia. Wewe mwenyewe umetoa takwimu hapo. Zilizo sahihi kabisa. Ni wapi ambapo unaweza ukasema kwamba Steve Barker ulipewa hiki kutuonyesha? Ametuonyesha kile alichonacho. Amekuja dirisha dogo, ameomba nipeni huyu. Na ameletewa wale aliowataka. Hatujapoteza mechi hata moja. Langu jina Abdallah, nyuma kamera Shabani kwa bora kabisa, na hakikisha kwamba unapata picha ngavu kutoka hapa ndani ya SFTV. Niko naye kocha ama mtaalam wa soka, mwalimu kutuchambulia kile ambacho SFTV tunaamini siku ya leo wana Simba wanahitaji kukisikia, na kubwa zaidi ni tetesi za usajili ambazo zimeanza kushika hatamu, ikitajwa kwamba Steve Barker ameanza kufanya taratibu za maboresho kuelekea msimu ujao wa 26-27. Mwalimu, karibu sana ndani ya SFTV. Asante sana. Uko vizuri? Niko vizuri. Mambo yanakwenda lakini. Mambo yanakwenda vizuri kabisa. Ndio. Ubaya ubwela naona umeanza kuwashtua watu. Inaitwa season 3. Season 3 inaweza ikawa ni kali zaidi kuliko season 2 ambayo tunamalizia. Au sio? Bana, Steve Barker anatajwa kurudi pale ambapo ametoka Stellenbosch, kikosi ambacho alikitumikia kwa zaidi ya miaka 10, takriban miaka 10 akitumikia Stellenbosch. Inatajwa kwamba ametia miguu pale kwenda kuhitaji kiungo, kama ambavyo yeye wakati akihojiwa na television ya Simba alisema kwamba anahitaji kufanya maboresho kidogo katika kikosi chake, lakini miongoni mwa sehemu ambazo alizitaja kuwa ni sehemu, eneo la kiungo linahitaji pia kufanyiwa maboresho. Inatajwa kwamba Ibrahim Jabbar, Nigeria, huyu kijana kabisa, Steve Barker anaendelea kumtafuta kwa udi na uvumba aweze kutua katika kikosi chake kuelekea msimu ujao. Na mimi naunga mkono kwa sababu kocha akimhitaji mchezaji ambaye alishafanya naye kazi, ndio huwa inaleta ufanisi, kwa sababu ni mtu ambaye sio mgeni. Na bahati nzuri sisi Simba, viongozi wetu mara nyingi wanampa kocha nafasi ya kutafuta mchezaji anayemhitaji ili amlete kuitumikia klabu ya Simba. Na kiukweli hata mimi ni mawazo yangu na nilikuwa ni maoni yangu muda mrefu. Simba itafute namba 8 atakaye kuja kuunganisha timu kutoka chini kwenda juu, ili tuweze kufanya mashambulizi. Kwa mfano, kwa mfumo wa kocha anacheza mara nyingi anatumia 4-3-3. Sasa akija kwenye mfumo wa 4-5-1 huwa wakati mwingine analeta changamoto, lakini akimpata kiungo ambaye ni box midfielder atakayeunganisha katikati, nyuma na mbele, ni sahihi kabisa. Na yule mchezaji mimi nimemuona mechi mbili, anafaa kuja kuchezea Simba. Simba sasa hivi tunahitaji mchezaji wa kufikirika. Tunahitaji mchezaji ambaye tayari anaweza. Sasa kocha Steve Barker, bahati nzuri wachezaji wote aliowaleta Simba, sidhani kama kuna mtu ana doubt na wale wachezaji. Sawa. Wametuletea mafanikio. Labda katika umri ambao yeye mpaka kwa sasa hivi yako nao miaka 23, lakini pia akifanikiwa kucheza zaidi ya michezo 100 katika kikosi cha Stellenbosch. Uzoefu wake huu unaweza kuja kuongeza kitu gani katika kikosi cha Steve Barker? Kitaongeza kitu kikubwa sana, kwa sababu ni mchezaji ambaye haji kujifunza. Anakuja kwa kocha aliyemfahamu, na bahati nzuri Simba sasa hivi na wachezaji ambao, mchezaji kama yule ambaye tayari ameshakuwa machua. Ligi ya South Africa ni ligi ngumu kidogo, na ina wachezaji ambao wengi ni wakubwa kutoka nchi mbalimbali wanacheza nchini Afrika Kusini. Na ubora wa South Africa hata kwenye timu ya taifa umeona wachezaji wengi ni wa ndani, na wamefika mpaka 32, wameshindwa tu kwenda 16 bora. Kwa mchezaji anapotoka South Africa kuja kucheza Simba, mimi sina kwere na huyo mchezaji. Na kocha Steven Barker mimi namwamini atatuletea mchezaji ambaye anakuja kutupa kitu. Yule bwana mdogo ni fundi,
na umri wake sasa hivi ndiye amewiva. Wanasema left footer magician. Yes. Kama Rally Bwali hivi fulani. Yule ni mchezaji ambaye sasa hivi kwa Simba amekuja mahala pake kwa aina ya wachezaji waliopo na yeye mwenyewe. Kwanza akisikia anakuja kuchezea Simba na yeye mwenyewe anapata hamu ya kuja, kwamba anakwenda sehemu ambayo pengine ilikuwa ndoto yake, hata kama haikukua kwa muda huu, lakini sasa muda ndio umefika. Kwamba inawezekana labda alikuwa anatamani kwamba Steve Barker aliniamini wakati nikiwa kinda mdogo kabisa. Sasa ameaminika kwenye sehemu ambayo ameshakuwa matured, sio mtoto tena, ni mtu ambaye sasa amepevuka kimpira. Kwa hiyo naamini kwamba kocha anatuletea sehemu ambayo hata mimi siku zote ni ndoto yangu kwamba tupate kiungo nyumbulifu anayeunganisha katikati, beki na striker, kitu ambacho tulikuwa tunakikosa kwa muda. Lakini eneo la kiungo la Simba limepack viungo wenye quality na ubora mkubwa. Namzungumzia Alassane Kante, kuna Clatous Chota Chama, kuna Neo Gift Maema, kuna Hussein Semfuko ambaye kiasilia ni kiungo mkabaji, kuna Yusuf Kagoma. Hii inakwenda kuongeza kitu gani kwa katika kikosi hicho? Bahati nzuri ni kwamba Alassane Kante anacheza kama midfield namba 8 na namba 6. Lakini namuona mimi kwangu anafaa sana kucheza namba 6. Maana unatakiwa uwe na wachezaji wawili ambao huyu akiumia akiingia mwingine hamuoni gap. Ila sasa ile namna ya kuunganisha forward na beki ndio hiyo sehemu ambayo kidogo, sababu pasi zile za mwisho ukiona kwenye Simba, pasi za mwisho tunapokwenda kufanya finishing, Chama asipofanya hivyo mara nyingi wengine wanazipiga zinapotea. Lakini yupo Neo Gift Maema wakati mwingine amekuwa akitumika kama box to box midfield, kwa maana anashuka chini kuchezesha timu. Neo Maema alikuwa anajaribu kufanya hicho kitu, ila sasa wakati mwingine kiasili mimi Neo Maema kwangu naona kama ni namba 10. Ndio sehemu ya namba 10 ukimweka atafanya vizuri zaidi, mimi binafsi. Sasa na umeona hata kuna kati hapo watu waliona kama Neo Maema si chochote. Lakini baada ya kukaa na Steve Barker kila mmoja ameona kwamba sasa anastahili. Kuna wengine tulikuwa tunasema Neo Maema aondoke, lakini sasa hivi hakuna mwana Simba anayeweza kukubali Neo Maema aondoke tena. Ni kwa namna gani kocha anajua kuwatumia wachezaji. Kwa hiyo akija mtu ambaye anamtaka kwenye namba ile halisi, namba 8 mwenyewe, hatutafurahi kwa kweli. Na Simba tunaenda kwenye mechi za kimataifa, tunataka hivyo vitu vizuri tuende navyo kwenye mechi za kimataifa. Kwa hiyo naamini kwamba bwana Ibrahim Jabir atakuja kutusaidia. Mimi nimemuona kwa kweli kwa mechi mbili, ana sifa za kuchezea Simba. Falsafa kubwa ya Steve Barker, anaamini kwa vijana, na huyu pia ni kijana. Tushuhudie Simba ya vijana watupu ambao wana shauku ama katika umri wa kutafuta mafanikio. Kabisa. Hilo hatutakiwi kuwa na shaka. Na hata wachezaji wetu wa ndani, nafikiri kila mtu ni shahidi. Hata wachezaji wetu wa ndani wazawa, vijana, amewapa nafasi. Mfano juzi mechi na Singida, hakuna aliyetegemea kwamba Kibabage ataanzia benchi. Hakucheza kabisa. Lakini angalia bwana mdogo alichokifanya. Anton Mligo cheza vizuri sana, amebadilika. Sasa hivi ana overlap, anarudi kwa wakati na anaondoka kwa wakati. Anapiga cross zile zinazotakiwa, sio zile za mwanzo ambazo tulikuwa tunaona kama ni kwa sababu alikuwa bado hajapata improvement vizuri, alikuwa hajakopi na mfumo wa Simba. Kocha amekuja na wapa wachezaji nafasi, kila nafasi anakupa, hata akikupa dakika 20. Na tumeona pia kwa David Kameta Duchu amebadilika sana. Sasa hivi amekuwa akipata nafasi sana. Amebadilika sana. Amemsaidia. Kama alikuwa anacheza kwa kutokujiamini, sasa hivi anajiamini. Amepewa mechi ngumu, anacheza. Hicho ndio kitu ambacho labda makocha wengine walikuwa wanashindwa kumwamini mchezaji kwa haraka. Na alikuwa hata kama wakipewa mechi sio kwa muda mrefu, wanapewa kwa muda mfupi. Lakini huyu bwana anakupa stage by stage. Kuna mechi utapewa dakika zote, kuna mechi utapewa dakika 30, kuna mechi utapewa dakika 15, anakutengeneza. Sasa ni wewe mwenyewe mchezaji unapotaka kitu na wewe uonyeshe kiu ya kutaka kitu. Kwa kocha huyo hana lawama. Kwa mshabiki yote wa Simba, kila mtu amepata kile anachostahili. Umepewa dakika za kutosha. Onyesha kwamba kweli una kiu ya kucheza. Sasa usipocheza ni wewe mwenyewe mchezaji. Sio kumlaumu kocha. Sawa. Mimi binafsi kwa Steve Barker sina deni naye. Hana deni kwa Simba. Hana deni kwa Simba na wachezaji pia.
na wachezaji pia. Hakuna mchezaji ambaye anaweza akasema pale kwamba mimi sikupewa nafasi. Angalia tu bwana mdogo winga aliyepandishwa kutoka Simba B, anapewa nafasi bwana Bashir. Na anaonyesha kwamba naye ana kiu ya kutaka kuonyesha kipaji alichonacho. Ni vitu ambavyo muda mrefu tulikuwa wachezaji wetu hawavipati. Umepata nafasi, unaweza ukapewa dakika 90 kwenye kombe la Muungano, wachezaji wamepewa nafasi, wanacheza dakika 90. Kwa hiyo kila mtu amepewa nafasi ya kuonyesha kipaji chake, hakuna aliyeminywa. Yes, bwana mwalimu hapa anasema kwamba Steve Barker mpaka sasa hana deni kwa mashabiki wa Simba na kwa wachezaji. Kila mchezaji amepata nafasi inayostahili kuonyesha kile ambacho kimemleta Simba Sports Club, lakini pia kwa mashabiki, naamini kila mwana Simba kwa sasa ana furaha kutokana na kile ambacho kinaonyeshwa na Simba Steve Barker, kwani mpaka sasa tangu Januari mpaka sasa hivi tunavyozungumza, Simba Steve Barker ina michezo 32 unbeaten, hajapoteza hata mchezo mmoja, na furaha ya wana Simba wamekuwa wakifurahi kweli kweli. Timu inacheza mpira mzuri na matokeo yanapatikana. Mwalimu, kwa upande wako, Steve Barker kuna chochote anawadai wana Simba na uongozi? Yeye atakachodai ni kuboreshiwa kikosi, kwamba huyo mtu anayemhitaji, na mimi maoni yangu ni kwamba apewe anachokihitaji, wasimnyime, ili tubaki sasa baadaye tuseme kwamba bwana kila kitu ulichoomba tulikupa. Hapo ndo tuweze kumlaumu, lakini kwa sasa hivi kwa kidogo alichopewa amekifanyia kazi. Kwa hiyo hakuna sehemu ambayo tunaweza tukampa lawama kwamba kocha, wewe si uliomba hiki tulikufanyia. Wewe mwenyewe umetoa takwimu zilizo sahihi kabisa. Ni wapi ambapo unaweza ukasema kwamba Steve Barker ulipewa hiki kutuonyesha? Ametuonyesha kile alichonacho. Amekuja dirisha dogo, ameomba nipeni huyu, na ameletewa wale aliowataka. Hatujapoteza mechi hata moja, ameshinda. Kupoteza kwake ni sare, na sare zingine ni za kulazimishwa, sio za yeye kutaka ziwe. Tumelazimishiwa na waamuzi, Kwa hiyo kocha hana deni wala hana lawama, viongozi wana deni, na viongozi sasa watakuwa na deni kwa sasa kwa kumwongezea hicho anachokiomba. Kidogo chake apewe, na kikubwa chetu basi tuone kama ni kikubwa tubaki nacho, lakini yeye kidogo chake hicho tumpe basi. Bwana, kidogo chake ambacho anakihitaji Steve Barker apewe. Si maneno yangu, ni maneno yake mwalimu hapa ambaye ametufafanulia kuhusiana na kile ambacho kinatajwa. Steve Barker ameanza harakati za kufanya maboresho katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea msimu wa 26-27, na anayetajwa kwa sasa hivi kwa kiasi kikubwa ni kiungo wa Stellenbosch Ibrahim Olalekan Jabbar, ambaye amemaliza mkataba katika kikosi hicho, lakini akiwa na option ya kuongeza mwaka mmoja, ila inavyotajwa ni kwamba wameshindwana maslahi na klabu yake, hivyo wekundu wa Msimbazi Simba wanaendelea kupambania kuona ni namna gani kitakwenda kutamatika. Hii ni SFTV na tunapewa nguvu kubwa sana nao Komba Furniture and Decoration. Hawa ni wataalamu wa kuuza, kusambaza na kutengeneza furniture mbalimbali. Kama una wazo unahitaji furniture ya aina yoyote, unaweza ukaja hapa ukazungumza kwamba mimi nahitaji kiti cha design hii ama kitanda cha design hii, basi wao kwa utaalamu wao wanaweza kukupa kile ambacho kilichokuwa bora zaidi inawezekana ya kile ambacho ulikuwa unakihitaji. Fika hapa upate samani ama furniture ya ndoto zako. Ficho Kojani Furniture, Abdallah nyuma kamera. Shaban nilikuwa naye na muda mzuri sana. Nikwambie tu ama nikukumbusha kwa wewe ambaye hujafollow SFTV, muda ndo huu. Tunapatikana YouTube kwa jina hilo la SFTV. Fanya kwenda kubonyeza kile kitufe cha kengele pale wameandika neno subscribe, basi utakuwa miongoni mwa familia na kupata kile ambacho unastahili kwa wewe mwana Simba, lakini pia kwa wewe ambaye pia ni mwana michezo. Lakini bila kusahau tunapatikana Instagram na Facebook kwa jina hilo la SFTV. Tukutane muda na wakati mwingineo.